masomo yetu yanaendelea na tunaendelea kufungua na kutambulisha yale ambayo hayafahamiki kwa ufasaha, watu waweze kufahamu kwamba maisha yanaendelea baada ya kuzaliwa na kiumbe cha kwanza kuwepo, na ndani ya kiumbe cha kwanza kuna viumbe vingine ambavyo ni sayari tofauti, na zile sayari moja kwa moja zinakuja kwenye mtiririko wa ulimwengu. Unaona? Kwa hiyo nitazungumzia ulimwengu ni kitu gani, kwa maana ulimwengu ni sayari 7 tu, ambayo ni sayari ya Muahez ambayo ni mwezi, Jua Hen ambayo ni jua, Sa Augusto, West Bolivar, Pamgoi pamoja na Tomanko Buzen. Hizo sayari 7 ndio zinaitwa ulimwengu. Sayari iliyoanza katika sayari hizo ni mwezi ndio uloanza, na jua lilizalika kutoka kwenye mwezi, kwa maana jua liliotelea kutoka kwenye mwezi na lenyewe pia likaumbika. Jua na mwezi katika kuwepo kwao ndani ya ulimwengu zikapata kutoa Lokili ambayo ni dunia na Sa Augusto. Lokili na Sa Augusto baada ya kuhitimu ukubwa wao zikatoa West Bolivar na Pamgoi. Sayari ya West Bolivar na Pamgoi vimetoka kwenye Lokili na Sa Augusto. West Bolivar na Pamgoi na zenyewe zikaitoa sayari ya mwisho ambayo inaitwa Tomanko Buzen. Sayari ya Tomanko Buzen ndio kuna kuishi fruti miniere ambayo ni mapepo, Laga Seoned kwa maana ya dragon. Madragon na viumbe mengine hayo yanaishi kwenye sayari hiyo. Huku duniani hivi viumbe vingi vinakuja kutembea kwa maana ya kutoka sayari zao vinakuja mpaka huku kwa maana ya ushirikiano wa viumbe katika kuzunguka. Hivyo ndivyo ulimwengu ulivyozalika. Kwa maana jua ni jinsia ya kike na mwezi ni jinsia ya kiume. Unaona? Lokili dunia ni jinsia ya kiume, Sa Augusto ni jinsia ya kike. Unaona? Pamgoi hivyo pamoja na mpaka unafikia kwenye Tomanko Buzen, kwa maana kila sensi ilienda vinazalika vitu 7. Na mpaka kwa mtu unavyoona ilivyofika, ilianza kichwa, ukaja mkono wa kulia, mkono wa kushoto, kaja kifua, ukaja mgongo, ukaja mguu wa kulia na mguu wa kushoto. Ina maana hivi ni vitu 7 bado. Kwa hiyo mtiririko wa maisha ya namba 7 ulibaki unaendelea kwa agenda za viumbe kusimamia agenda yao ya kuishi. Pia ukiingia ndani ya dunia, mwanzo wa dunia kabla ijawa dunia ilianza kuwa nchi. Nchi ilikuwa tupu kwa kawaida. Ndani ya nchi ikatoka nchi nyingine, kwa maana ile nchi ikatoka nofoko 2, yani zikajinasua mara 2, ikapata kuwa ardhi kubwa 2, ikawa iko nchi na Chumalo, zikawa ziko kwenye mfumo wa kutazamana hivi, kwa maana zimeshikana kwa meno ya juu. Nchi na Chumalo zikaendelea kutoa ardhi zingine ambazo ni Shabaki, Bizangulo, Mitroen, Luluisi na Dungudungu. Hizo zikawa ni ardhi 7 ambazo ndio ikaitwa Lokili dunia. Baada ya hapo yakaweko maji. Kwa wakati huo dunia ikiwa na mabonde makubwa sana. Baada ya nchi zile kuungana, dunia ikawa na mabonde makubwa ambayo ndani yalikuwa yako wazi. Upepo aina ya Peroze de Fai ndio upepo ambao ulikuwa unajumuika katika kuzungusha namna ya kuweza kujaza maji na kuzungusha maji ndani ya ulimwengu. Kwa hiyo zikaanza kufanyika baadhi ya chemchemu ambazo zilileta bahari ya Bogen. Bahari pia ziko 7 ambazo ndio ni maji yalikuja yakajaa kwa misimu tofauti. Bahari ziko Bogen, iko Olo, Bia Anga, Sulumiyu, Kapool, Baharisa na Tumu. Tumu ni bahari ya mwisho. Kwa hiyo ndani ya hizo kuna bahari ya Red Sea, kuna bahari ya Hindi, kuna bahari, lakini hayo ni majina ya Kibantu ambayo nimeyazungumza hapo, ambayo yalikutwa katika Kibantu hiyo zamani. Unaona? Kwa hiyo
dunia kipindi tayari iko kwenye misingi yake ya kuendelea kujaa kwenye maumbo, ziko nguzo kubwa 7 ambazo na zenyewe zilikuja zikajitokeza baada ya kuvimba kwa dunia, ambazo nguzo zile zilikuwa zinatokana ni mifupa mikubwa ya ndani, kwa maana ya kutokeza kwa nje, ambayo ni milima mikubwa mpaka sasa hivi, ambayo ikawa kama namna yake ya kuzungukia kwa upepo mkali. Mlima wa kwanza ulikuwa ni Kilimanguni, mlima wa pili ukawa ni Nyarubokoso, mlima wa tatu ni Ibu, Komeloze, Katibigoro, Zamba Zambula pamoja na Gomorio. Hii milima ikawa na yenyewe 7. Kilimanguni ni huo ambao uko Asia hapo, nchi ya India. Nyarubokoso ni Kilimanjaro, unaona, na mingine mingi ambayo iko bara la Ulaya, Aconcagua na mingine. Hii milima 7 ndio ikawa nguzo iliyoshikilia zile ardhi 7 kwa ndani katika dunia. Hivi ndivyo dunia iliendelea kuumbika. Wakati maji bado yako ya bahari, yakaja yakatokea maji ya ziwa. Maji ya ziwa yamefanywa na upepo unaoitwa kungu ugu. Maji ya bahari yamefanywa na Perose de Fai, maji ya ziwa yalifanywa na kungu ugu. Kungu ugu ni upepo ambao pia una mithili ya maji, na wenyewe ulikuja kufanya kuleta mvutano wa chemchemu. Dunia pia ikapata maji ya aina nyingine nje na maji ya bahari. Kwa hiyo yakawepo maji ya ziwa. Maji ya ziwa yakawa sio maji ya bahari, unaona. Kwa hiyo likawa ziwa la kwanza lilikuwa ni ziwa Tanganyika, ambayo lilikuwa linaitwa Tanguanika katika Kibantu. Lilikuwa linaitwa Tanguanika. Ziwa la pili ni Costa Kabale. Ziwa la tatu ni Wero Ngwashi. Ziwa la 4 ni Bogon Bioshe. Ziwa la 5 ni Bulakula. Ziwa la 6 ni Betro Zenebe, na ziwa la 7 ni Kabudima Mfumu. Haya ndo maziwa 7 ambayo tayari ziwa kubwa katika hayo ni ziwa Tanganyika. Kwa hiyo haya yote yakaendelea kujaza maumbo na dunia ikaendelea kushamiri. Kipindi hicho sasa miti ikaanza kuota. Kwa maana miti ikaanza kuota. Miongoni mwa miti hiyo ya zamani na Coastal Mbekembeke ni miti miongoni mwa miti ya zamani ambayo na yenyewe ilianza kuota. Baada ya miti ikafata wadudu. Wakaja kuumbika wadudu wakakaa miaka mingi sana. Mwisho wa siku wakaja wakaumbwa ndege. Baada ya kuumbwa ndege wamekwenda mpaka viumbe walivyokwenda wanatiririka, na mpaka wakaja wanyama. Huu ndo mtiririko wa dunia ilivyokuwa inakwenda katika sensi ya Kibantu na maelezo yake yote. Kwa hiyo miongoni mwa kufahamu ni kufahamu kwamba dunia ilizaliwa na sayari zingine kubwa, na yenyewe kwenye pao zake ilitoa sayari zingine, na sayari zikaendelea. Hizi sayari ziko 7. Hata hizi nyota ambazo zinaonekana usiku kwa wingi, zile nyota uwaga ziko 7 zinazotegemeana. Kuna maeneo ya aina 2, Ekoba na Chumad. Ekoba na Chumad ni maeneo ya aina 2. Chumad ni maeneo yako pembezoni mwa ulimwengu, na Ekoba ni upande mwingine wa ulimwengu. Kwa maana zile sayari ukizihesabu na zile Ekoba na Chumad unapata kama kunakuwa kama sayari 9. Lakini ile Ekoba na Chumad zile sio sayari. Ile ni milengo ambayo iko katika nguzo za ulimwengu ambayo imeshikilia kwa pembeni. Kwa hiyo ni miongoni mwa elimu ya Kibantu. Ni miongoni mwa elimu ya zamani katika kuelewa, na ndio mizizi ya vyanzo vya kujua. Kwa hiyo viumbe wakaumbika wengi kwa kila viumbe na muda wao. Kila viumbe walikuwa wakiumbika, wakipoteza dira ya kuishi, wakiharibu mazingira, wanaumbwa viumbe wengine. Viumbe wakiumbwa wakapoteza dira ya kuishi, wanaumbwa viumbe wengine. Wako viumbe wameumbwa katika mfumo, na wengine wamezidi nje ya mfumo, kwa sababu wale waliowekwa kwenye mfumo wameharibu mfumo. Kiumbe akiwekwa kwenye mfumo akaharibu mfumo, anaumbwa kiumbe mwingine ambaye anakuja kuusimamia ule mfumo. Mtu ni mnyama, isipokuwa ni mnyama wa mwisho kuumbwa baada ya wanyama wote hawa kupoteza dira katika wanyama. Nyoka ni mdudu wa mwisho kuumbwa baada ya wadudu wengine wote kuumbwa. Nyoka ni wa mwisho. Ibu kwa maana ya bundi
ni ndege wa mwisho kuumbwa. Hawa makasuku, kuku, sijui na vitu gani vilikutwa vinaumbwa kabla ya hapo. Kwa hiyo bundi ndio wa mwisho. Kwa hiyo katika Saint-Esprit de Auch inatambua kwamba kuna mwanzo na kuna mwisho. Katika wanyama mwanzo huko ni suriti, ni mnyama anayefanana panya aina ya suriti. Ndio wa kwanza. Kwa muhula huu wa 71 watu ndio wa mwisho. Na wanaendelea kutetea ule utu wa Mungu katika mwisho. Wanyama wakishindwa kuelewa taratibu ya Mungu ndio huwa wanaondolewa, analetwa mnyama mwingine ambaye anakuja kuwafanya hawa chakula. Kwa hiyo hata watu wa Mungu, hata wacha Mungu na hawa watu wenye imani zingine watakavyojikuta wameacha taratibu za kimungu, basi kwa Mungu kunaumbika kiumbe kingine ambao nyinyi mtakuja kufanywa kama chakula na hao wanyama watakaoumbwa. Na hakutokuwa mtu ataweza kuwapiga bunduki ikawaingia wala chochote, kwa sababu hao wanyama watakuja na teknolojia nyingine yenye uwezo mkubwa kuliko wa kwenu nyinyi. Hii ni agenda ya Mungu. Msioni nyie mmeumbwa mkazikuta mbuzi. Mbuzi zimepoteza dira ya ucha Mungu, ndio maana nyie mkaumbwa kama watu. Sasa ni misingi ya kujua kwamba dunia ilianza kwa mambo mengi ambayo yapo. Wadudu wa kwanza ni Eangil. Eangil wadudu kwa sababu ni wa zamani kuliko viumbe wengi hawa tuna viumbe tambazi. Wadudu ni wengi mno. Eangil ni vidudu tuseme ni torotoro kwa sasa hivi. Wale ndio viumbe wa kwanza katika wadudu kuumbwa. Wale wako kwenye Biangil toad. Wale ni viumbe wakubwa kwa miaka mingi sana, mpaka masisimizi na nini wameumbika baadaye sana, lakini pia ni viumbe wakali. Unaona? Katika ndege unakuja kupata vindege fulani vinaitwa vinjikini. Wanavitafsiri kama vinjikini ni Kibantu. Lakini kwa kawaida hivi unakuja kupata kama vinaitwa vikayogwe. Huwa ni vidogo sana hivi, vina rangi nyekundu hapa. Vile ndio vindege vya kwanza kuumbwa kwa Mungu. Ukiona kuna kuku, kuna mabata, yote yameumbwa katikati hapa. Yaani baada ya vile vindege kuona dira yao imepotea, wakaja ndege wengine wengi. Na mwisho wa siku ndege bundi akawa ndio wa mwisho. Kwa hiyo watetezi wa dunia katika agenda ya ufahamu mkubwa wa kuelewa mambo mengi, kwa sasa wamesimama watu. Kwa upande wa wadudu yuko nyoka, na kwa upande wa ndege yuko bundi. Hawa ndio wana uwezo mdogo wa kutumia mazingara katika hali ya kutetea mazingira yale ambayo yalishapotoshwa na ndugu zao waliotangulia. Kwa hiyo hii ni moja ya kufahamu misingi ya dunia na uumbaji wake na taratibu zake. Baada ya hapo ndio hapo ambapo sasa mnakuja kujua sasa mtu wa kwanza kaumbika na yeye akazaa, na leo ndio vizazi vyake, ina maana ndio sisi. Kama hivyo mmeweza kusikia hapo, ina maana mtu wa kwanza kaumbwa na taratibu zingine, ina maana vizazi vyake ndio sisi. Kazaa mabara yote 7, akatimiza ile agenda, na wako wanyama wengine ambao hawakutimiza agenda kama yake. Kwa hiyo sisi cha kwanza tunashukuru kwa hilo. Unaona? Kwa sababu tuna ndugu zetu Ulaya, tuna ndugu zetu Marekani, tuna ndugu zetu sehemu, yani mabara yote mtu wa kwanza alizaa. Lakini ngamia Afrika hakuna. Ngamia ziko bara la Asia tu. Unaona? Kwa sababu kuna wanyama walishindwa kutembea kumalizia zile episode zingine. Walimaliza mabara mawili tu na wakazaana humo, na mwisho wa siku wakashindwa kukamilisha agano. Kwa hiyo wako wanyama ambao hawakuweza agano, na wako wanyama ambao walikamilisha agano kwa dunia nzima, zikiwemo mbwa na nini. Hizi zilikamilisha maagano. Mbwa ziko dunia nzima. Na wanyama wengine hawa wako tambazi, wako dunia nzima, lakini wako wanyama utawatafuta duniani utawakosa. Wale hawakuwa na uwezekano wa kutawanya watoto wao kwa namna ya mfumo ulivyokuwa kicha Mungu. Miongoni mwa kufahamu kwa nini hivi vitu ni 7. Unaona? Kwa sababu hata hizi volcano iko mioto ambayo tayari ilijazwa huko. Unaona? Kupitia One Card 4. One Card 4 ni agenda ya moto kutoka kwenye jua, ambao wakati huo jua lilikuwa ni msaada mkubwa wa kuweka moto ambao dunia itajitegemea kuwa na moto wake, ambao kwa leo umetafsirika kuwa ni volcano. Volcano ni moto ambao ulitoka kwenye jua miaka hiyo na ukaingia kipindi dunia bado haijakuwa na maji. Unaona? Haijaingizwa maji, haijaingizwa chochote. Kwa hiyo volcano zile zilikutwa zikajaa pale na zikawa moja ya maumbo ya dunia. Kwa hiyo dunia ina moto binafsi ambayo imeubeba. Kuna volcano ya Mausia Radi, Digarpa Mavei, Phobograda Azi, Gaba Izilur,
Tarma Kisobige, Sulu Usdu Ungu na Bidragai Soloi. Hizi volkano 7 ndizo zinazolinda upande wa joto la dunia kuweza kuhimili viumbe kutokufa kwa baridi. Jua linapokuwa liko usiku mahala pengine, hizi volkano zinasaidia kutoa moto na joto kutoisha katika muhimili wa kidunia. Kwa hiyo ni moja ya uzima wa dunia zile volkano 7. Mausiaradi iko huko Asia. Digarpa Mavei ni volkano ya Goma, iko hapo Kongo. Fobograda Azi iko huko Antarctica na kuendelea. Hizi zote zipo katika mabara tofauti. Kwa hiyo na chemchemu tofauti ambazo zilikuja kuendelea nje na ziwa, nje na maziwa pia na volkano, kulikuwa kuna chemchemu za mito. Mito pia mikubwa ikaja ikawa 7, yakawa ni maji ya aina ya 3. Haya maji ya aina ya 3 ni tofauti na maji ya bahari, ni tofauti na maji ya ziwa. Haya ni maji ya mto. Maji ya mto yametokana na upepo kutokea kungu ugu mawi engu. Unaona, hii mawi engu ndio ilitengeneza maji ya mto. Mawi engu ikatengeneza maji ya mto, ambako ndiko ikapata mfumo mzima wa dunia kupata maji ya aina 3 tofauti. Haya maji ya bahari, ziwa pamoja na mito, haya maji waga yako tofauti na yaliundwa, kwa maana yaliumbika katika agenda tofauti kwenye maumbo yao. Kwa hiyo mto wa kwanza kabisa unaitwa Zambaloge. Mto wa kwanza ni Zambaloge, mto wa pili ni Nile Kusi, mto wa 3 ni Bilistri, Chamungo Tunga, Kwadazai, Muto na Keroli. Hiyo mito ni 7 pia, na yenyewe iko mabara 7, ni mito fulani mikubwa. Ni mamito Nile mawapi huko, kija huko Maroba sasa ya Kongo nakuta mamito hayo. Kwa hiyo hii ni moja ya mithili na ndo maungo ya dunia. Ukisikia volkano zile ni moto, ni vitu gani, lakini viko ndani ya dunia ambavyo ndo vinalinda joto. Kwa maana hata jua lizimike leo, tutalindwa na joto la volkano hizi zaidi ya miaka 50 na kidogo. Kwa sababu historia ya dunia hii au historia ya ulimwengu, kila sayari itakapotokea kufikia umauti wake ikafa, basi sayari nyingine inapokea ule umauti kwa miaka 100. Ule umauti unapokelewa kwa miaka 100 na ulimwengu unakwenda kuisha ndani ya miaka 700, wote unakuwa umeondoka. Na kufa huko ni moja kwa moja na vile vilivyomo, ina maana vyote vinakufa, na ndio mfumo wa taratibu za kimungu. Watu wako ambao wanafikiri labda wanaweza kutengeneza mabomu, wakapiga mabomu labda dunia ikaisha. Dunia haiwezi kuisha kwa bomu hata siku moja. Hakuna atomiki ambayo inaweza ikafanya dunia ikafa. Atomiki mtajiua nyinyi na mtakufa wote, na dunia mtaiacha hapa ilipo. Dunia mtaiathiri kwa 1% chache, lakini nyie mtaathirika 1% kubwa, kwa sababu nyie ndio mnaishi kwenye dunia, dunia iishi kwenu nyinyi. Kwa dunia ina namna inaweza ikafanya nyie mkaondoka kwake, mkaenda mkaishi maisha magumu, kwa maana mkafa kifo kibaya. Lakini nyinyi hamna ujanja wa kuiacha dunia. Lakini dunia inaweza ikajipukuta na ikawaacha watu, na watu wakaenda wakafa kwa vimbunga tofauti ambavyo havieleweki. Kwa sababu miongoni mwa maupepo ya zamani kabisa ambayo yapo kabla dunia haijakuwepo, ni maupepo kama hayo. Unasikia Mashka Divome, Magardai, Castambilo, Willidrom, Sembo Is Cavalitere na Buiduzi Boscor. Hiyo ndio ilikuja kuleta bar af Bairose Kwikilibo, Wiselolo, Peroze Fai, Mawi Engu na Kungu Ugu. Hii mitiririko ndo imekuja kufanya mtiririko wa viumbe kuumbika ndani ya episodi hizo. Sasa watu wanaokuwa wanarahisisha tu kwamba Mungu tu alifanya kwamba kuwa hivi na kikawa hivyo. Mungu hakufanya hivyo. Mungu kila kimoja kilizaliwa kwa wakati wake na kilienda kwa msimu wake, na kikakua mpaka pale kilipofikia, na kikizeeka kinakufa, kinaacha umri ule na vitu kama vile. Kwa hiyo mwelekeo na kutambua vyema kuhusu sayari, elimu ya sayari kubwa ni hiyo ambayo ni ulimwengu na dunia ikiwemo. Asanteni kwa kunisikiliza pia na kuendelea kunipa sikio ili kuweza kufafanua ndani ya Ubantu kuna elimu gani, na kwa maana moja au nyingine itatusaidia nini. Itatusaidia kupevuka kiakili ili tujue kwamba tumekaa wapi na tunatakiwa tufanye nini. Asanteni sana.